Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya kwanza katika oktava hii ya Noeli, na mama kanisa kama anavyoelekeza, Dominika ya kwanza baada ya Noeli tunafanya sherehe ya familia takatifu. Licha ya mambo mengine yote, tunatafakari kwa undani kabisa huyu mtoto aliyezaliwa, kwa kuwa amezaliwa katika familia. Tunatafakari kwa undani kabisa familia hii ambayo mtoto huyu amezaliwa, lakini kikubwa zaidi tunaomba Mwenyezi Mungu na familia zetu ziakisi au zifanane kwa namna fulani au nyingine na familia hii takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu. Na ndio hicho tunachokiomba katika Dominika hii, licha ya mambo mengine yote. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sira, ile sura ya 3 aya ya 2 mpaka ya 6 na ile aya ya 12 mpaka ya 14. Somo la pili linatoka waraka wa Mtume Paulo kwa Kolosai, ile sura ya 3 aya ya 12 hadi 21. Na injili ni injili ya Mathayo, ile sura ya 2 aya ya 13 hadi ya 15 na ile aya ya 19 hadi ya 23. Tukianza kuangalia masomo yetu vizuri, tutaweza kutambua dhana nzima hii ya familia takatifu. Tutaweza kuelewa kabisa nini maana ya hiki ambacho tunataka kutafakari katika Dominika hii. Ndugu zangu, wazo linalotuongoza katika Dominika hii ni familia ni shule. Familia ni shule. Familia ni shule. Ni shule ya nini? Ndicho hicho ambacho tutaenda kutafakari katika Dominika hii kupitia masomo yetu. Kama nilivyosema, somo la kwanza kitabu cha Yoshua bin Sira, ile sura ya 3 aya ya 2 hadi ya 6 na ile aya ya 12 hadi ya 14. Kitabu hiki cha Yoshua bin Sira au kitabu cha hekima ya Yoshua bin Sira ni kitabu kilichosheheni mafundisho mengi sana ya msingi au mafundisho ya hekima, ambacho kinaelezea namna ya kuishi vizuri katika ulimwengu huu wenye mambo mengi, wenye changamoto nyingi sana unaopita. Kitabu hiki kiliandikwa vizuri na mwana wa Eliazari mwaka 180 kabla ya Kristo, mwaka 180 kabla ya Kristo, muda mfupi kabla ya uasi wa Makabayo. Unaweza ukasoma habari za mwandishi huyu ambaye amedekezwa kidogo katika kitabu hiki, ile sura ya 50 aya ya 27 na ile sura ya 51 aya ya 30. Licha ya mambo mengine yote ambayo yalikuwa yanaelezwa na kitabu hiki au yanaelezwa na kitabu hiki, kikubwa zaidi kitabu hiki kinafundisha namna ya kuishi vema katika ulimwengu huu, lakini kubwa kuliko yote ni namna ya kuishi vizuri kufuata utaratibu wa Torati. Namna ya kuishi vizuri kwa kufuata utaratibu wa Torati au sheria za Musa. Ndugu zangu katika Kristo, mojawapo ya sheria ya Musa au mojawapo ya sheria katika Torati aliyofundisha Musa, aliyopewa na Mungu, ni kuwaheshimu wazazi, kuwatii wazazi ili uweze kupata baraka za Mwenyezi Mungu. Na ndio hiki ambacho tunakisikia katika somo hili, kwamba heshima kwa wazee, heshima kwa wazazi, heshima kwa baba na mama ni jambo la msingi sana, kwa sababu ndani mwake kuna neema, ndani mwake kuna baraka. Tunatoka katika familia, mimi na wewe, hatuna budi kutambua hilo. Hatuna budi kutambua mchango wa wazazi wetu na kuwasaidia hasa wanapokuwa katika hatua zao za uzee. Ni katika kuwasaidia wao Mungu anaona na Mungu anatujaza sisi baraka tele. Ndio hicho ambacho tumekisikia katika hili somo la kwanza. Somo la pili linatoka katika waraka Mtume Paulo kwa Kolosai, kama nilivyosema, ile sura ya 3
aya ya 12 hadi ya 21. Barua hii iliandikwa na Paulo kuelekea au kuwatumia hawa Wakristo waliokuwa wanakaa Kolosai, jiji la Figia, kilomita 100 mashariki mwa Efeso, Uturuki ya sasa. Iliandikwa barua hii kati ya mwaka 60 mpaka 62, Paulo akiwa katika moja ya vifungo vyake. Unaweza ukasoma habari hizi katika waraka huu au barua hii, ile sura ya 4 aya ya 10 na ile aya ya 18. Lengo la kuandikia barua hii hawa watu wa Kolosai ni kuwaimarisha kiimani, kuwapa moyo, kuwatia nguvu, lakini hasa kuambia kwamba wadumu vema katika familia zao, kwa sababu familia ndiyo msingi wa kanisa. Familia imara inajenga kanisa imara. Paulo alielewa hilo na alijua kwamba wakifundishwa vizuri katika familia zao, wakiwa na msingi imara katika familia zao, hawa Wakristo watakuwa wema na watakuwa msingi bora katika kanisa hili la Kolosai. Tunaaswa ndugu zangu, mimi na wewe, kuelewa hilo kwamba familia lazima iwe na misingi imara ya kiimani, ya kiuchumi, ya kijamaa, ya kisaikolojia. Ikiwa familia imesimama, basi kila kitu kinaweza kikaenda vizuri. Somo la Injili linatoka katika Injili ile ya Mathayo, ile sura ya 2 aya ya 13 hadi ya 15 na ile aya ya 19 hadi ya 23. Ni somo ambalo tumelisikia sana hasa katika kipindi hiki cha kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni somo ambalo linaonyesha kwamba utii wa Yusufu, ubaba wake, kazi yake katika kuilinda familia hii ilikuwa ni kitu cha msingi sana, na ni katika kufuata maongozi ya Mwenyezi Mungu basi familia hii ilisimama na kuepuka hatari zote zilizokuwa mbele yao. Baba huyu alisimama kama dira, kama kioo cha baba wengine ambao wanatakiwa kuwa msingi wa familia zao. Ndugu zangu katika Kristo, kuna mengi sana hapa ya kutafakari katika sikukuu hii, katika sherehe hii ya familia takatifu, lakini kikubwa kama nilivyosema, familia ni shule. Familia ni shule. Baba Mtakatifu Papa Paulo wa 6 ambaye ni mtakatifu aliwahi kusema hivi juu ya Nazareti, na nukuu: Nazareti ni shule ambamo tunaanza kuelewa maisha ya Yesu Kristo. Yaani alisema Nazareti ni shule ya Injili. Anaendelea kusema Baba Mtakatifu, huko Nazareti Yesu alijifunza kuzungumza, Yesu alijifunza kufanya kazi kwa mikono yake, kusali zaburi na kupenda wazazi wake. Baba Mtakatifu anasema Nazareti, mahali ambapo palikuwa na maisha ya kawaida kabisa, ila paligeuka kuwa mahali pa neema ya ajabu sana. Kwa hiyo Nazareti au hii familia ni shule, na ndio hapo tunapopata ili wazo kwamba familia ni shule. Mtakatifu Teresia mtoto Yesu, ambaye alipata utakatifu kwa kuishi maisha ya kawaida kabisa, aliwahi kusema, si mambo makubwa tunayopaswa kuyafanya, bali ni mambo madogo kwa upendo mkubwa ndiyo tunayopaswa kuyafanya ili tuweze kuwa watakatifu. Na hayo madogo yanapatikana wapi? Yanapatikana katika familia zetu, kuishi vema katika familia zetu. Mtakatifu Jose Maria Escriva anasema hivi: utakatifu unakuja kwa kutimiza mapenzi ya Mungu katika wakati wa sasa, hata katika mambo madogo ya kawaida kabisa. Ni katika kutimiza mapenzi ya Mungu katika mambo ya kawaida kabisa ndipo tunapata utakatifu. Na mojawapo ya mambo ambayo tunatakiwa kuyatimiza ni katika familia zetu, mambo ya kawaida kabisa kama yale aliyoyafanya
huyu mtakatifu Yosefu, kama aliyafanya Bikira Maria, kama aliyafanya mtoto Yesu. Hapo ndio maana nasema familia ni shule. Hii Nazareti ni shule ambayo inatufundisha vitu vingi sana. Ndugu zangu, familia ndiyo hasa mahali ambapo matendo madogo ya upendo, kusikilizana, kuvumiliana, kusameheana, kuheshimiana, kujuliana, kutiana moyo, kuhudumiana, kiukweli yakifanyika kwa upendo mkubwa sana, yanakuwa makubwa machoni pa Mwenyezi Mungu. Hizo matendo ya kawaida kabisa haya, kwa sababu watu wengi katika familia hawahitaji makubwa sana. Ukiangalia vitu vingi wanavyohitaji ni vitu vidogo vidogo ambavyo vina maana kubwa sana katika maisha ya familia. Ndio maana leo Mama Kanisa anatualika kutafakari jambo la ajabu na la kushangaza sana, lakini wakati huo ni la kawaida kabisa, yaani familia takatifu ya Nazareti ya Yesu, Maria na Yosefu. Hapa kuna utofauti kidogo. Wengi tukiambiwa tueleze juu ya familia zetu huwa hatuanzi na watoto. Utasikia tunaanza na baba, tunakuja mama, alafu baadaye watoto. Lakini katika familia hii tunaanza na mtoto, baadaye mama, baadaye baba. Ndugu zangu, kuna mengi sana nimesema ya kujifunza katika sikukuu hii. Hatuangalii masuala ya malaika, hatuangalii masuala ya kiti cha enzi na utukufu, bali tunaangalia nyumba, bali tunaangalia familia. Kiukweli hatuangalii jumba la kifalme, bali familia au kaya ya kawaida kabisa ambayo Mungu alichagua kukaa, alichagua kuzaliwa, alichagua kukulia hapo. Hii ni familia ambayo ilitii sheria zote kwa uaminifu mkubwa, licha ya kuwa ndani yake aliishi mtoa sheria mwenyewe, yaani Yesu Kristo. Ndugu zangu, ndio maana nimesema familia ni shule, familia ni shule. Lakini ndugu zangu, watu wanaweza wakajiuliza, familia ni shule ya nini? Katika familia hii tunajifunza vitu gani? Ndio hiki sasa naomba tuangalie haya mawazo matano ambayo utaweza ukajifunza taratibu na kuyaelewa. Moja, familia ni shule ya fadhila. Familia ni shule ya fadhila. Tumesikia katika masomo yetu, masomo ambayo yanapendwa sana kutumika hasa wakati wa misa za sakramenti za ndoa. Tumesikia vizuri kuwa familia zetu, ili familia zetu ziweze kuwa na amani, ziweze kustawi, zinahitaji kuwa na fadhila kubwa sana. Fadhila ya upendo, fadhila ya utu wema, fadhila ya unyenyekevu, fadhila ya msamaha, fadhila ya upole, fadhila ya uvumilivu, fadhila ya kuchukuliana, fadhila ya moyo wa rehema. Hizi zikiwa katika familia, basi mambo makubwa yanaweza yakatokea. Haya yote, hizi zote fadhila hizi haziwezi kuja hivi tu kirahisi. Lazima tutambue, bila kuwa na kitu kimoja, yaani kujitoa sadaka. Hizi fadhila hizi lazima ieleweke, katika familia zetu haziwezi kuja hivi bila kila mmoja kuelewa kwamba katika familia lazima kujitoa sadaka. Sadaka inatakiwa. Sadaka ya namna gani sasa? Sadaka ya kujishusha inatakiwa. Sadaka ya kusamehe inatakiwa. Sadaka ya kuwahi nyumbani inatakiwa. Sadaka ya kuacha baadhi ya marafiki inatakiwa. Sadaka ya kukaa karibu na familia kuliko marafiki inatakiwa. Sadaka ya kuvumilia mapungufu ya mwingine inatakiwa. Sadaka ya kuweka maji mdomoni unapopata hasira, ili usiongee maneno ambayo yatakuwa ni chukizo kwa mwingine inatakiwa. Sadaka ya kuweka mikono nyuma pale ambapo shetani anakuingia na kutaka uinyooshe kumwelekea mwingine inatakiwa. Hii sadaka lazima tutambue kuwa sadaka nyingine inatakiwa. Sadaka ya kupunguza wivu inatakiwa. Wivu ni sawa,
lakini sio wivu ule wa kuzidi. Lazima hata kama una wivu, sadaka fulani lazima useme hapana, wivu utanipelekea pabaya. Sadaka nyingine inayotakiwa, na ndio nenyewe lazima tuisisitize, ni sadaka ya kuridhika na maji ya kisima chako mwenyewe. Sadaka ya kuridhika na kutumia maji ya kisima chako mwenyewe. Hapa nimeongea, unaweza ukasoma habari hizi katika kitabu cha Mithali ile sura ya 5 aya ya 15. Inasema hivi: kunywa maji ya kisima chako mwenyewe. Acha kuchota maji katika visima vya watu wengine. Hii tabia ya kuchukua ndoo na kwenda kuchota maji katika visima vya watu mara nyingi inaharibu ndoa. Kila mmoja anywe maji katika kisima chake. Hapo nadhani watu wazima mmenielewa zaidi. Sadaka zote hizi zinahitaji upendo mkubwa sana, zinahitaji sadaka kubwa ya upendo. Ndio maana tumesikia katika maandiko, zaidi ya haya yote jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu. Waraka Mtume Paulo kwa Wakolosai ile sura ya 3 aya ya 14. Upendo huu si wa hisia tu, ni upendo wa kujitoa mzima mzima. Tumeona nguvu ya ukimya wa Yusufu au Yosefu, kujisalimisha na kumpokea mama Bikira Maria, utii na unyenyekevu wa Yesu. Vyote hivi vinafunua upendo wa kujitoa kikamilifu. Huu ni upendo unaoweza kuleta matunda, na matunda hayo yakaleta mabadiliko makubwa ndani ya familia yoyote ile. Wengi tunalia juu ya yanayotokea ulimwenguni. Ndugu zangu, lazima tukubali ukatili dhidi ya binadamu, vita, chuki, magomvi, fitina, ufisadi, roho mbaya, vinyongo, ndoa kuvunjika, watoto wa mitaani na mengine ya kutisha sana sana. Lakini kiukweli yanatokana na nini? Yanatokana na sababu kwamba watu wengi hawataki kutoa sadaka ili kulinda familia zao, ili kulinda muungano huu wa kifamilia. Wengi hawataki kutoa au wamechoka kutoa sadaka. Badala yake wamekaa tu sasa hivi na kuacha mambo yaende jinsi yalivyo, au wakati mwingine kunyoshia mikono watu, kunyoshia mikono huyu yule na ulimwengu unavyoenda. Mtakatifu Mama Teresa Kalikuta anasema, ukitaka kubadilisha ulimwengu, nenda kwanza nyumbani ukaipende familia yako. Ukitaka kubadilisha ulimwengu, nenda kwanza nyumbani kwako ukaipende familia yako. Hiki kinasisitizwa na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, ambaye alizoea kuitwa kama papa wa familia. Anasema hivi: jinsi familia inavyoishi ndivyo taifa linavyoishi, na ndivyo ulimwengu mzima tunamoishi unavyokuwa. Kwa hiyo ulimwengu ulivyo unaakisi yale yanayotokea katika familia. Ndio maana nimesema familia ni shule. Ukiona watu hawapendani ni kwa sababu ya familia. Ukiona watu wana chuki ni kwa sababu ya familia. Ukiona watu wana vinyongo ni kwa sababu ya familia. Ukiona mambo yaendi ndivyo sivyo, kwa sababu ya familia. Wanasema samaki mkunje angali mbichi. Wahenga walisema hivyo. Anakunjwa wapi? Asilimia kubwa anakunjwa kwenye familia. Na ndio maana wengine wakasema asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Maana yake kama familia haitakuwa na uwezo wa kumfunza huyu mtu, ulimwengu, familia isipokuwa na uwezo wa kufunza, basi ulimwengu utachukua jukumu la kufunza. Lakini kikubwa nimesema familia ni shule, na mojawapo ni shule ya fadhila, ambazo fadhila hizi zinahitaji upendo mkubwa, zinahitaji kujitoa sadaka sana sana. La pili, familia ni shule ya nini? Familia ni shule ambayo inatufundisha kuwa hii taasisi ni mpango wa Mungu. Familia ni mpango wa Mungu. Tukitazama familia tu,
tunasema kiukweli kabisa ni Mungu amekusudia hiki kitu kitokee hivi. Familia ni mpango wa Mungu. Tamanio la kuwa familia limekuwa na msukumo mkubwa katika ulimwengu wetu wa leo. Utasikia wewe unaoa lini? Utasikia wazazi wanamuuliza kijana wao, wewe unaolewa lini binti yetu? Wachumba wanaulizana maswali, utanioa lini? Juu ya lini tutafunga ndoa, wanaulizana. Maswali haya yakikosa majibu, utasikia kwa hiyo unataka kunichezea tu, kwa hiyo unanipotezea muda tu. Maswali haya yote yanaakisi mwito wa Mungu wa kuwa familia iliwekwa ndani mwa kila mmoja wetu. Huu wito umewekwa, ndio wito wa kwanza kwa kila mmoja wetu, wito wa kuwa na familia. Maana familia hii ni mpango wa Mungu. Ni ukweli usiopingika Mungu alikuwa na mpango kuwa kila mwanadamu aishi katika familia, yaani baba, mama na watoto. Tunasoma Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wake Mungu alimuumba mume na mke aliwaumba. Mungu akawabariki akawaambia, zaeni, ongezekeni, mkajaze dunia na kuitiisha. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza aya ya 27 hadi 28. Familia ni mpango wa Mungu. Sehemu nyingine ya maandiko matakatifu inasema, Bwana Mungu akasema, si vema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya pili aya ya 18. Familia ni mpango wa Mungu. Ukiwa na wito huu wa familia, mshukuru Mungu na upalilie kwa fadhila na sala, kwa sababu kweli ni mpango wa Mungu. Kwa maana Yesu mwenyewe amesisitiza juu ya mpango huu wa kuwa na familia alipokuwa anajibu lile swali aliloulizwa na hawa Mafarisayo. Alisema, je, amkusoma ya kuwa Muumbaji amewafanya mume na mke toka mwanzo? Amkusoma hizo habari? Utasoma katika Injili ya Mathayo ile sura ya 19 aya ya 4 na ile Injili ya Marko ile sura ya 10 aya ya kwanza mpaka ya 12. Hii ni kwa sababu, nasema hivi kwa sababu gani? Nasisitiza kwamba familia ni mpango wa Mungu kwa sababu tunaishi katika ulimwengu unaopiga debe vitu ambavyo vinapingana sana na mpango huu wa Mungu. Mpango huu wa Mungu kuwa na familia. Utasikia tunaishi katika ulimwengu ambao unahimiza sana matumizi ya vizuia mimba. Tunaishi katika ulimwengu ambao umehalalisha sana kabisa utoaji mimba. Tunaishi katika ulimwengu ambao kabisa umehalalisha masuala ya ushoga, ndoa za jinsia moja. Watu wanaona ni kawaida kabisa. Si kweli na si kawaida. Ulimwengu ambao unahamasisha sana kwa sababu ya maendeleo uhuru wa kuishi bila familia. Ulimwengu ambao unasisitiza kwamba mtoto anaweza akapatikana kwa njia yoyote ile, haina haja ya kuwa katika familia. Ndugu zangu, lazima tukumbuke jambo moja kubwa sana. Tusali ili Mungu atujalie sasa, kama tunasikia wito huo, tusali ili Mungu atujalie kuingia na kuishi vema katika mpango huu wa kuwa na familia kwa wakati wake ambao ni sahihi zaidi. Hilo lazima tuelewe. Ndiyo, familia ni mpango wa Mungu, lakini lazima tusali sana ili mpango huo wa Mungu kama tunavyosema utimie kwa wakati wake katika maisha yetu, ili tuweze kuwa na furaha pale ambapo mpango huu unatimizwa. Hasa kama hatuna sababu, sasa wakati mwingine yawezekana hatuna sababu ambazo zinatuzuia kuingia katika familia. Sababu ambazo zinatuzuia Kristo amezieleza wazi. Kuna sababu ambazo kwa namna moja au nyingine, kiukweli kabisa, kuna vitu ambavyo hatuwezi vikafanyika au vinapelekea sisi kutokuwa na familia.
Vitu hivyo vimeelezwa katika Injili ya Mathayo ile sura ya 19 aya ya kwanza mpaka ya 12. Kwa sababu mtu anaweza akauliza, sasa kama kweli familia ni mpango wa Mungu, inakuwaje watu fulani hawaoi, watu fulani hawaolewi? Inakuwaje watu fulani wanaingia katika mambo kama hayo? Ndugu zangu, kasome Injili ya Mathayo ile sura ya 19 aya ya 11 hadi ya 12. Familia ni mpango wa Mungu. Kwa tunajifunza vitu vingi katika siku ya leo. La tatu ambalo tunajifunza ni kwamba familia ni kanisa dogo. Familia ni kanisa dogo. Mtakatifu Agustino anasema familia inayosali pamoja ukaa pamoja. Familia inayosali pamoja ukaa pamoja. Maandiko matakatifu anasema wakusanyikapo wawili au watatu kwa jina langu nipo katikati yao. Maana katika familia tukusanyika pamoja, Mungu yupo katikati yetu. Siku moja mtoto mmoja alimuona padri kavaa msalaba. Akamuuliza, padri, hicho kitu gani? Padri akatambua kwamba huyu mtoto hajui msalaba ni nini. Familia yao hawasali. Kuna siku moja nilienda sehemu kwa ajili ya kubariki nyumba. Katoto fulani kakanikimbilia, kalikuwa kanacheza tu nje. Kakanikimbilia, kakaniita, padri, padri, kakanikimbilia. Kwa sababu ni katoto, ikabidi kukabeba. Ndugu zangu, nilichokikuta ni kikubwa sana. Mtoto ana bima nyingi sana mwilini mwake. Ana bima shingoni, ana bima mkononi, ana bima kiunoni, ana bima miguuni, ana bima kwenye ngozi. Iliniumiza sana. Ndugu zangu, baada ya kumwangalia huyu mtoto tukajua kabisa familia yake haisali. Familia yake haamini Mungu. Familia ni kanisa dogo. Ni ukweli kabisa usiopingika kwamba familia takatifu ilimjua Mungu. Familia takatifu ilimweka Mungu katikati yao. Naomba niwaambie, unasoma katika maandiko na unaweza kaelewa kuwa Mariamu aliliweka neno la Mungu moyoni mwake. Injili ya Luka ile sura ya 2 aya ya 19. Yosefu alisikiliza kwa makini sauti ya Mungu na kutenda kwa kufuata kile alichokuwa anaambiwa na Mwenyezi Mungu. Hasa pale ambapo njia yake ya maisha ilikuwa na giza. Yeye alisikiliza na kufuata Mungu alikuwa anataka nini katika changamoto ambazo zilikuwa mbele yake, katika kile ambacho kilikuwa kinamtatiza. Huyu mtu alikuwa ni mcha Mungu sana. Ukisoma Injili ya Mathayo ile sura ya 2 aya ya 13 mpaka ya 15. Yesu ingawa ni mwana wa Mungu alishuka na kukaa pamoja na wazazi wake Nazareti, naye alikuwa akiwatii, akimpendeza Mungu na wanadamu. Alikuwa katika hekima na umri, akimpendeza Mungu na wanadamu. Utasoma katika Injili ya Luka ile sura ya 2 aya ya 51 hadi ya 52. Familia zetu lazima zionekane kama kanisa dogo. Tutake tustake, ambamo ndani mwake wanafamilia wanasali pamoja na kuishi maisha ya kisakramenti. Hii ni kwa sababu familia nyingi kipindi chetu hiki katika ulimwengu wetu wa leo hazina muda na Mungu. Hazina muda kukaa pamoja na kusali. Hazina muda wa kusoma neno la Mungu pamoja. Hata kukaa tu pamoja kuongea masuala ya maisha ya upendo wa familia hakuna. Tunaishi katika familia ambazo kila mmoja anarudi muda wake katika familia au nyumbani kana kwamba ni ndege anarudi katika kiota. Baba, mama hawana muda wa kukaa na watoto wao na kuuliza maswali mbalimbali yanayowahusu kimasomo au kuwasikiliza. Watoto wanapitia changamoto nyingi, lakini wangepata tu muda wa kusikilizwa, matatizo mengi yangekuwa yanatatulika tu, au changamoto nyingi sana zingekuwa zinatatulika tangia ngazi ya chini kabisa. Tunaishi katika ulimwengu ambao wadada wa ndani ndio wamekuwa shule kwa watoto walio wengi. Mtoto anamuona dada kuliko wazazi wake, au walimu shuleni ndio amekuwa kila kitu. Mzazi baada ya kuzaa anamtupa tu mtoto, basi walimu huko shuleni watajua wao wenyewe. Yeye kazi yake ni kulipa ada tu, hataki usumbufu kabisa. Ndugu zangu, ndio tuna kazi nyingi sana, ndio tuna majukumu mengi sana, lakini lazima kutenga muda kukaa kusali na watoto.
muda kukaa kusikiliza watoto, muda kuwakagua watoto na kuelewa wanafikiria nini, wanapitia nini, wana mtazamo gani, wanatamani nini na kitu gani ambacho wanakipitia ambacho hawezi kumwambia mtu yoyote isipokuwa wewe. Lazima kutenga muda kuonyesha upendo wa namna hiyo ili kuweza kuelewa zaidi watoto wetu. Ndugu zangu, ni katika kanisa hili dogo lazima tukubali kwamba miito mbalimbali inatokea. Ili kanisa nalosali, miito ya upadri, miito ya utawa, miito ya familia takatifu inazaliwa, kupaliliwa na kukua na kumwagiliwa katika kanisa hili dogo. Lazima tusali sana, tusije tukatengeneza kizazi ambacho kikaja kuwa msalaba baadaye, kizazi ambacho akithamini tena hii sadaka au hii taasisi ya familia, akitaki tena au kusikiliza, au wakiwa wazazi wakiingia katika taasisi hii wanakuwa ni watu wa ajabu kabisa, kwa sababu kuna watu mara nyingi tunakutana nao wanaingia katika familia, lakini wanaingia na taswira au sura au mtazamo wa baba yake anaoingia nao katika familia. Baba alikuwa mlevi na anakuwa mlevi, baba alikuwa na anakuwa hivyo, baba alikuwa na nyumba ndogo na anakuwa hivyo. Kwa hiyo mara nyingi, ndugu zangu, lazima tusali sana, tuiziombee hizi familia. Baba alikuwa asali, basi na wao hivyo. Kwa hiyo watu wanakutana, wanaoana bila kujua historia ya kila mmoja anatokea mazingira yapi. Ni changamoto sana. Wanakuja kukutana magumu, lakini kumbe nyuma ya pazia angeelewa familia ile ambayo mke wake au mume wake anatoka, basi angeweza kujua sababu ya nini au kwa nini huyo anafanya haya. Familia ni kanisa dogo. Jambo la 4, ndugu zangu katika Kristo, lazima kuelewa familia ni shule. Inatufundisha kwamba heshima ya mtu ni kazi. Heshima ya mtu ni kazi. Wanafamilia lazima tukubali ukweli kuwa heshima na utu wa wanafamilia unajengeka zaidi wakiwa na kazi. Yaani familia ikiwa na kipato, lazima tukubali huu ukweli. Ndio maana Yusufu alikuwa seremala, alikuwa na kazi, alisaidiwa na mtoto wake na mke wake walisaidiana. Kazi kwa wote ni muhimu sana katika kujenga familia imara. Lazima tukubali. Kila mmoja lazima aumize kichwa. Kila mmoja lazima apambane. Kila mmoja lazima awe na uwezo wa kuweka kitu katika mfuko wa familia. Kila mmoja lazima awe na jicho la kesho. Maana tunaishi katika ulimwengu ambao kuna baadhi ya wazee hawataki kabisa wake zao wafanye kazi. Hawataki kabisa wake zao wawe na kipato. Wanashindwa kuwa na jicho la kesho. Hauwezi kuwa na nguvu zile zile katika umri wako wote. Hauwezi kuwa na akili zile zile. Leo unaweza ukawepo, kesho haupo. Kuna ajali, kuna magonjwa, kuna mambo mengi. Nani kesho atasimamia familia? Nani kesho atasimama? Lazima kuwa na jicho la kesho. Kila mmoja lazima afanye kazi. Wivu umekuwa mkubwa hadi sasa unaharibu taasisi hii. Familia nyingi uchumi wao unakuwa chini kwa sababu unalishwa na mkono mmoja. Hapana, haiwezekani. Ulimwengu unaoamini kuwa ni lazima tu mwingine akae ndani alishwe kama ndege hivi analetewa. Tunaishi katika ulimwengu, kuna watu katika ulimwengu huo, yani hivi. Ukweli ni kwamba ulimwengu huo umepitwa na wakati. Kuna leo, kuna kesho. Ulimwengu wa nipe tu, leta tu, lipa tu, nunua tu, fanya kazi wewe tu, umepitwa na wakati. Heshima ya mtu ni kazi. Lazima kuelewa. Ukiona mke wako, ukiona mume wako akusisitizi juu ya kufanya kazi, huyo si afai, si sawa. Jambo hili si sawa kabisa. Lazima tukubali. Ulimwengu wa bwana na mtumwa umepitwa na wakati. Heshima ya mtu ni kazi. Lazima kila mmoja afanye kazi. Sasa tuko katika ulimwengu ambao ni weka niweke. Ulimwengu wa nunua tofali ninunue bati.
Ulimwengu alipia watoto ada, niwanunulie mahitaji mengine ya shule. Ulimwengu afungua akaunti, nifungua akaunti, ziweka pamoja tuweze kusonga mbele. Lazima tukubali ndugu zangu, maisha yanabadilika sasa hivi. Kila mtu anaenda shule, kila mtu anapambana, kila mtu amefunguka. Huwezi ukamweka mtu katika ulimwengu wa kizamani sana, ulimwengu unaita primitive, kwamba ni wewe tu ndio wa kufanya kazi, ni wewe tu ndio wa kutoa kauli, ni wewe tu. Hapana, lazima tukubali, lazima tukubali upendo katika familia, upendo katika familia ambayo hiyo familia ni mtu mmoja tu anayemwagilia ua, bila ua kuonyesha kukua au kujiongeza nalo kuzaa matunda ili kuchangia chochote. Ni swala la muda tu, upendo huo utakufa. Upendo ambao ni mmoja tu anamwagilia hivi, anamwagilia huo mmea haukui, hautoi matunda, huo mmea hauchangii chochote. Upendo huo ni swala la muda tu, utakufa. Ni ukweli kabisa, amini usamini ninaokuambia, kwa sababu sheria ya ulimwengu wa sasa hivi ni lazima weka niweke, tutembee pamoja, kwa sababu kuna leo, kuna kesho. Heshima ya mtu ni kazi. Hata mama ukiwa umekaa tu nyumbani, jiongeze. Baba, jiongeze. Watoto, mjiongeze. Lazima kuwa na mchango fulani katika mfuko wa familia huu, ili mzigo mmoja usimwelemee mtu mwingine. Kuna watu wengi wanadhalilika, kuna watu wengi wanaumia kwa sababu hawana kitu, kwa sababu hawana chochote. Wanatukanwa matusi mpaka ya nguoni, wanatukaniwa wazazi wao, wanatukaniwa watoto wao. Utaambiwa una akili kama mama yako, una akili. Wanatukaniwa mpaka wanadhalilika kwa sababu hawana chochote. Heshima ya mtu ni kazi. Dharau ndogo ndogo katika familia zinaondoka kama kila mtu akiwa na cha kuchangia. Lazima tukubali, heshima ya mtu ni kazi. Jambo la tano na la mwisho katika siku hii, katika sheria ya familia takatifu, lazima kuelewa kuwa familia yataka moyo. Familia yataka moyo. Narudia, familia yataka moyo. Ndugu mmoja alimwambia padri, huu sio ubavu wangu. Kwa sababu gani? Akasema sijui, labda nimebeba ubavu wa mtu. Padri akamwambia ubavu wa mtu. Yule ndugu akasema acha tu baba, familia yataka moyo. Familia yataka moyo. Ndugu zangu, lazima tukubali, familia yataka moyo. Kukaa na mtu ambaye hujui historia yake, hujui vizuri wazazi wake, hujui alikokulia, hujui alikolelewa, hujui maisha yake, hujui kufikiria kwake, yataka moyo. Familia yataka moyo. Lazima tuelewe kabisa. Kwa maana tuliomba fadhila mara ya kwanza. Familia yataka moyo. Baba mmoja siku moja aliamua kuuliza watoto wake, hivi nikiwa sipo huwa mnaniita jina gani? Mtoto mdogo wa mwisho aliporopoka, jina alilomuita yule baba tangu hapa kuuliza tena hilo swali, akasema familia yataka moyo. Familia yataka moyo sana, familia yataka moyo. Mama mmoja siku moja kwenye msiba, wakati anamalizia, alikuwa na huzuni sana, lakini baadaye moyoni akaja kuniambia kwamba nilimpenda sana mume wangu, ila anafurahi sana kapumzika. Namshukuru Mungu kapumzika, kwa sababu sasa hivi nitanenepa, sasa hivi nitakuwa na amani. Kabisa. Kwa sababu gani? Ni masuala ya msiba. Kuna furaha sana. Baba, acha, familia yataka moyo. Familia yataka moyo. Ndugu zangu, lazima tuelewe kitu. Familia zina pande mbili. Familia ina pande mbili, shida na raha, magonjwa na afya. Sio kila siku itakuwa ni mchana tu, usiku upo. Sio kila kipindi utakuwa ni mvua tu, hapana. Wakati mwingine kutakuwa na kiangazi. Sio kila muda majani yatakuwa ya kijani tu, kuna muda yatakuwa ya kahawia. Yatakutika kabisa. Ni kitu cha kawaida kabisa. Kila familia unayoiona kiukweli kabisa inapitia changamoto, na vyote vinataka moyo. Kuwa mzazi wataka moyo, ujana wataka moyo,
Ndio maisha, ni changamoto za maisha, ni maisha ya kawaida kabisa, kwamba kila kitu kinataka moyo. Uzee wataka moyo, kuishi na ndugu visilani wataka moyo, umaskini wataka moyo, lazima kupambana. Utajiri wataka moyo, magonjwa yataka moyo, kupata unachokitamani wataka moyo, kushindwa kufikia malengo wataka moyo. Ndugu zangu, kuishi bila familia wataka moyo, lakini kuwa na familia pia wataka moyo. Lazima tukubali, maana uvumilivu wataka moyo, unyenyekevu wataka moyo, upole wataka moyo, msamaha wataka moyo, kufa na kuzikana wataka moyo. Familia yataka moyo, si jambo jepesi sana. Ndio maana lazima kusali, lazima kuomba sana, lazima kuelewa kuwa vile vile kila familia ina msalaba jamani. Kila familia unaiona ina msalaba. Familia ya Yosefu haikukingiwa msalaba. Familia takatifu haikukingiwa mateso. Familia takatifu haikukingiwa mitihani. Familia takatifu haikukingiwa changamoto. Naomba niwaambie, mama alipombeba tu mtoto hivi, kamzaa tu, kambeba, kampeleke karuni, utabiri wa kwanza ulikuwa ni nini? Ni kwamba nawe upanga mkali utaichoma nafsi yako. Nataka moyo. Injili ya Luka ile sura ya 2 aya 35. Kimbilia Misri ilikuwa mtihani, nataka moyo. Kupotelea mtoto hekaluni ilikuwa ni mtihani, nataka moyo. Mtoto wao kudhaniwa kwamba ni kichaa, mwenda wazimu, ni mtihani, nataka moyo. Mtoto kusulubiwa huku akishuhudiwa na mama yake ni mtihani, wataka moyo. Si jambo jepesi. Familia zetu lazima tuelewe, hazitakosa changamoto. Hazitakosa changamoto. Inaumiza sana na lazima kumuomba Mungu sana sana kusimama imara katikati ya changamoto. Maana tunaishi katika ulimwengu ambao kiukweli kabisa familia zimegawanyika sana. Upendo umekuwa ni mtihani, limekuwa ni neno tu ili watu waambiane tena nakupenda. Hapana kabisa. Tunaishi katika ulimwengu ambao familia zinaonekana kabisa wanaishi tu kwa sababu walifunga ndoa. Jambo linaloumiza sana. Familia ambazo naishi katika ulimwengu ambazo tunashuhudia familia ambayo mmoja akisafiri nyumba inakuwa na hewa. Tunaishi katika ulimwengu ambao magonjwa yanatesa na kutishia ndoa zilizo nyingi. Familia nyingi tunaishi katika ulimwengu na tunashuhudia kuwa umaskini na ukosefu wa kipato unatishia ndoa zao. Tunaishi katika ulimwengu ambao watu wanacheka kwa nje, huku ndani wana vilio ndani ya familia. Tunaishi katika ulimwengu ambao tunashuhudia familia nyingi sana, watu wana vidonda na majeraha ya ndani ambayo ni magumu sana kuponyeka, na umeyapata baada ya kuingia katika familia, na ndio hapo inapoumiza zaidi. Tunaishi katika ulimwengu ambao watu wanajuta kufahamiana, kwamba ningalijua nisingefahamu huyu. Kitu ambacho kinaumiza sana kwenye familia, lakini wapo tayari. Tunaishi katika ulimwengu ambao watoto ndio wamekuwa sababu tu ya watu kuendelea kuwa pamoja katika familia. Inaumiza sana, inatesa sana, lazima tukubali. Tunaishi katika ulimwengu ambao watu hawezi kukaa pamoja na hata kuzungumza. Inasikitisha. Ulimwengu ambao simu zao zinazoita ni labda watoto wanapigana kuulizia watoto wazima wanaendeleaje basi, lakini sio wao. Upendo umekufa kabisa. Basi kwa sababu watoto tulizaa pamoja, basi tunaendelea hivyo. Familia ambazo furaha na upendo, amani, faraja hazipatikani ndani ya familia zile, vyote vinapatikana nje. Yaani vile ambavyo vilitakiwa vipatikane ndani ya familia, watu wanavitafuta nje. Maana nasema familia yataka moyo. Hitaji sana kusali, kuomba sana sana. Familia zinaumiza sana. Familia ni kama ziko hivi, nataka kuanguka hivi, nataka kuanguka hivi. Basi tu familia. Nyingine ni kama kauzi kabaki kadogo kanataka kukatika. Tunaishi katika ulimwengu ambao waliomo ndani wanataka kutoka, walioko nje wanauliza huko vipi, tuingie au tusiingie? Si sawa ndugu zangu. Tusali sana sana sana.
tuombee familia zetu. Tuombe Mungu huyu aliyefanyika mwili akakaa kwetu awe amani, faraja na msingi wa familia zetu sasa na hata milele. Amina. Familia ni shule, inafundisha mengi sana sana. Tuziombee familia zetu kwa sababu ni namna tulivyolelewa tumekuwa jinsi hivi tulivyo. Kwa wale ambao ndugu zao, baba zao, mama zao, walezi wao wametangulia mbele yake, basi ni wakati wa kuwaombea leo, ni wakati wa kuwakumbuka ili Mungu awapokee mahali pema peponi. Zangu, tumsifu Yesu Kristo. Nawatakia Dominika njema, nawatakia sherehe njema ya familia takatifu. Mungu awabariki sana.